Hebu sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Paza sauti yako, sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Sema tena katika jina la Yesu. Jioni ya leo, sema tena jioni ya leo, ninapanua mipaka yangu kwa damu ya mwanakondoo. Jioni ya leo, napanua mipaka yangu, napanua wigo wangu kwa damu ya mwanakondoo katika jina la Yesu. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya siku ya kwanza ya semina hii. Ninakushukuru kwa ajili ya siku ya kwanza ya semina hii. Baba, katika jina la Yesu, naomba neema ya kufunguliwa, neema ya kupona, neema ya kuachilia maisha yangu kwa damu ya mwanakondoo. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu iponye maisha yangu kwa damu ya Yesu. Iponye maisha yangu, akili yangu, moyo wangu kwa damu ya mwanakondoo katika jina la Yesu. Baba wa mbinguni, ninakushukuru kwa nafasi, ninakushukuru kwa kibali katika jina la Yesu. Piga kelele, sema amen. Haleluya. Majeshi, majeshi yako wapi? Majeshi yakipiga majeshi na leo yanaua. Haleluya. Tunamshukuru Mungu kwa kutupa nafasi tena, na ni siku yetu ya kwanza ya semina. Haleluya. Mungu angetamani azungumze na wewe sana na kwa undani ili ufaidike sana na sana. Haleluya. Haleluya. Maisha yetu yamejengwa juu ya msalaba. Maisha yetu yamejengwa juu ya msalaba. Unaonaga Waromani wanafanyaje? Wanaanzia huku kuja huko, wanaanzia hapa wanakuja huku, wanakuja huku. Mwambie mwenzako, maisha yetu yamejengwa juu ya msalaba. Hawa wenzetu wanavaga mpaka cheni rozari kabisa wanazivaa, ila maisha yetu yamejengwa juu ya msalaba. Narudia tena, maisha yetu yamejengwa juu ya msalaba. Mwambie mwenzako, maisha ni msalaba. Mwambie tena, maisha ni msalaba. Wenzetu wakaamua waende zaidi, wawe wanauvaa, ila msalaba wa kweli unatakiwa kwenye moyo. Moyo wako uje msalaba. Haleluya. Mwambie mwenzako tena, maisha yetu yamejengwa juu ya msalaba. Mwambie tena, maisha yetu yamejengwa juu ya msalaba. Maeneo matatu, huu ni ufunuo ambao Roho Mtakatifu alinipatia. Akaniambia, mwanangu, nyota ya mtu inakaa kwenye uso wake. Yaani kichwa cha mtu kimebeba nyota yake. Kichwa cha mtu, unaona Yesu alipokuwa msalabani walimuvisha kwenye kichwa nini? Taji ya miiba. Kwa kuna damu iliyotokea kwenye nini? Kwenye kichwa. Hujaelewa? Kuna damu iliyomwagika kutokea kwenye kichwa. Kwa tukisema kwa damu ya Yesu, damu inaanzia kichwani. Kwenye kichwa ndo pana maongozi. Maongozi ya mtu kiwa yanaanzia kwenye kichwa. Akili za mtu zinaanzia kwenye kichwa. Ukisikia huyu mtu ana akili, ni kichwani. Haleluya. Ukisikia huyu anajielewa, ni kichwani. Na mtu akitaka kumfanya kichaa au msukule, wanapiga fikra. Imeandikwa, Ibilisi naye amewapofusha akili zenu. Kwa nini? Mahali ambapo nyota ikikaa inafanya kazi ni kwenye kichwa. Na akili ya mtu ikitiwa giza, maana yake ni vyepesi kumchukua mtu huyo. Umeelewa? Umeelewa? Maandiko yanasema, zamani ninyi kwa kuwa mkuwa na akili, mulienda katika upotovu ule, mulizifuata kawaida za ulimwengu huu, nanyi mkafa. Tulikufa kwa sababu tulikosa akili. Jamaa aliroga akili zetu. Yesu akaamua, nimwage damu yangu juu ya akili. Kila akili ya mtu yamke tena kwa jina la Yesu. Haleluya. Hebu sema, kwa damu ya Yesu, kwenye semina hii akili yangu itafunguka tena, macho yangu yatafunguka kwa damu ya Yesu. Hebu sema, akili yangu. Hivi hujaelewa kwa nini wanasema milango ya ufahamu?
Yaani ukichukua kaka kichwa kana milango mitano yote ya ufahamu. Hapo pana macho, hapo pana masikio, hapo ni kichwa tu ila kamebeba kila kitu, full content. Maana yake nini? Wakikata kichwa chako umeisha. Ndio maana Daudi alipokuwa akipigana Goliati akasema, warahi leo kichwa chako utakibeba machoni mwako. Maana yake ile milango unayotumia kupigana nayo, milango unayotumia kufahamia mashetani, unaagulia mapepo, yote nitaichukua leo. Hebu sema na fyeka kichwa vyao. Haleluya. Woo, nini? Yesu akataka komboe hili eneo la kichwa. Kwa hiyo kwenye damu zilizomwagika, kuna damu iliyomwagika tokea kichwani. Hiyo ni damu ya mwanakondoo. Yesu alimwaga damu ili akili yangu ifunguliwe. Alimwaga damu ili akili yangu ifunguliwe. Kichwa, hebu sema kichwani. Jambo la kwanza. Jambo la pili, utajuaje mtu huyu ni mfalme? Utajuaje mtu huyu ni mfalme? Kila wafalme unaangalia kichwani amevaa nini, amevaa kirauni gani. Kwa mfano mtu yeyote mwenye mamlaka lazima kichwani awe na kitu. Mtu yeyote mwenye mamlaka lazima kichwani awe na nini? Na kitu. Ndio maana ukienda ukakuta trafiki njiani, utamwona na helmet amevaa kale kanamaanisha ni mamlaka pale. Yaani ndo mkubwa kwenye barabara. Akisema sogeza hapo na sogeza, akisema simama hapo na simama. Nini? Inaonesha mwenye mamlaka. Haleluya. Oya, unanipata? Maana yake nini? Yesu alimwaga damu yake. Ile damu ili tufanye kuwa wafalme. Ndio maana unaona kwenye kitabu kile cha Yohana, waraka kwanza Yohana, kitabu cha Ufunuo sura 5:9, anasema naye alichinjwa, akamwaga damu yake, akatununua ili atufanye kuwa nini? Wafalme na makuhani. Kumbe nini? Ile damu kumwagika tu inamtengeneza Ayubu mfalme atokeze kwenye ulimwengu wa roho na mwili. Mwanangu, natengenezwa ili nini? Wachawi, wasoma nyota, waganga, madarueshi wakiniangalia mimi wanione mimi ndo mkuu wao. Haleluya. So nakumbuka Danieli alifanywa kuwa mkuu wa wachawi na wafalme. Yaani Danieli ndo alikuwa master wao. Nini? Ile damu ilikuwa inanigeuza mimi iniweke pale on the top. Haleluya. Sema niko juu pale. Si kama naongea na watu. Hiyo ni damu iliyomwagika kutokea kwenye nini? Kichwa chake. Kwa hiyo maeneo matatu nataka nikuoneshe. Eneo la kwanza, damu iliyomwagika kwenye kichwa. Eneo la pili ni damu ambayo wakati amehangaika kwenye msalaba walitoboa mikono yake. Ili nini? Kazi ya mikono ya mtu. Mungu anabariki kazi ya mikono ya mtu. Baraka imebebwa kwenye kazi. Ukiangalia kiganja changu hapa kina alama ambazo hazifanani za Pastor Jaffe, kina alama ambazo hazifanani na za Jessica, kina alama hazifanani na za Mary. Yaani alama zangu ni zile. Nini? Kuna baraka hapo pana nyota ya mtu. Kwa hiyo wanajaribu kutoboa wakisema hii nyota mfalme aliitafuta, rais aliitafuta muda mrefu akijaribu wale kama anaweza kuiua, lakini mimi nakwambia hawakuweza kwa damu ya Yesu. Yeye mwenyewe ndiye aliyetoa uhai wake. Haleluya. Kwa ajili yetu. Amen. Kwenye mambo ninachoka kufundisha wanafunzi wasionielewa. Ninachoka. Na najisikia nguvu kufundisha wanafunzi wanaonielewa zaidi. Haleluya. Nisikilize mwanangu. Ile damu ina maana. Hujai kusikia wananchi wanasema wewe Samia umemwaga damu ya watu. Kila damu, sijui damu ni nzito, italipwa. Damu ya mtu haipotei. Kwa nini wanasema damu ya mtu haipotei? Kwani ameibeba? Kila damu imebeba uhai, kwa maana uhai wa mwili uko katika damu. Maana yake uhai wa miili yote ilikuwa ndani ya Yesu Kristo. Yaani uhai wa miili yote unayoiona ilikuwa ndani ya Yesu Kristo. Na ndio maana yosema kila atakayeutoa uhai wangu, maana yake akiacha damu yake akaishika hii damu ya huyu mwana ataupata uhai wake. Yaani atakuwa na uhai. Yeye anayesema mimi naenda mwenyewe, utoboi haya maisha, utoboi. Naudia tena, utoboi. Haleluya. Nyinyi watu mnanielewa? Kabisa. Najaribu kukuoneshea maisha yetu yamejengwa juu ya msalaba. Mwamba yuko hapa, akapigwa. Damu zilizotokea kwenye mikono zilitufungua. Ndio maana unaona na Yesu akasema
yeyote mtaweka mikono juu ya wagonjwa na watapata afya. Maana kwenye ile damu iliyomwagika kwenye mikono ilinunua mikono yetu ikagezwa kwa mikono ya Mungu. Ilinunua mikono yetu. Wachawi na waganga na wasoma nyota walikuwa wamechukua mikono. Mikono na uwezo wa Mungu, ule mamlaka, ule uwezo, ile nguvu. Na ndio maana naona sisi tumeketi mkono wa kuume wa Mungu. Mkono wa kuume wa Mungu maana yake ni kwenye ile mamlaka ya Mungu. Kwa tukisema kwa damu ya mwanakondoo, ile damu inatusogeza kwenye ule mkono wa Mungu. Ukisema kwa damu ya Yesu, liko jambo linafanyika. Imeandikwa damu ya mjumbe wa agano jipya inenayo mema kuliko ya Habili. Hii inanena mema. Mema gani? Inatusogeza kwenye mkono wake wa kuume wa Mungu. Kimsingi kinachotufanya tuketi pamoja na Kristo ni damu yake. Haleluya. Kinachotufanya tuite huyu ndugu zetu ni damu. Damu. Mwambie mwenzako damu hiyo. Haleluya. Sasa kwa nini nafundisha haya? Na kufundisha leo naweka msingi. Kesho utakapoendelea, ukifika unaanza kusambaa. Heri ya makapa, naomba kwa damu ya mwanakondoo, damu iliyomwagika kwenye mikono ikafungua mikono yangu, mikono baraka, fedha yangu imefunguliwa kwa damu ya Yesu. Ukiwa unaomba hivyo, kuna kitu kinafunguliwa, kuna mlango unaachia. Si umeshajua? Kuna mlango unaachia. Si umeshaelewa? Kuna mlango unaachia. Unasema kwa damu ya mwanakondoo na amuru damu. Kila damu inanunua uhai. Kama kuna uhai wa fedha, kuna uhai wa kila kitu. Kila kiumbe kina uhai wake. Kila kiumbe kina uhai wake. Kuna uhai wa umbwa, yani umbwa naye ana uhai wake. Kuna uhai wa mimea. Kuna mimea ukigusa hivi inajikunja, ukiacha inaamka. Kila kitu kina uhai wake. Uhai wa miti, uhai. Maandiko yanasema hivi, viumbe vyote pia vimesubiria kwa shauku kubwa kufunuliwa kwa mimi mwana wa Mungu. Uhai wangu ndio unaamua uhai wa vitu vingine sasa. Lakini uhai wangu umefichwa ndani yake katika Kristo Yesu kwa damu ya Yesu. Haleluya. Ile damu yake imebeba uhai wetu. Haleluya. Hawa wananchi, Bwana Yesu ananipata? Wananchi mnanipata? Sikiliza. Siku ile Yesu amekufa, amemaliza kufa, akafufuka. Alipofufuka akamwambia, sikilizeni mwamba, mimi naondoka zangu kwa Baba, ila nyie sasa inabidi tushiriki. Akawavuvia, akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Unajiuliza, kwa nini hao umewavuvia ukawapa Roho Mtakatifu? Anawastahili. Roho Mtakatifu alikuja kwa sababu moja. Nisikilize vizuri sasa. Nisikilize vizuri. Kwa nini huyu Roho Mtakatifu alikuja kwao? Sababu moja wapo ni hii hapa. Kabla hajafa ilikuja Pasaka. Ile Pasaka akachukua damu, ile meza ya Bwana, wakashiriki. Akamwambia, hii mnaokunywa sio soda sasa hivi. Hii sio chemikora. Hii sio zeituni tena. Hii mnaokunywa ni damu yangu. Kumbe wakanywa nini? Damu yake. Ndio maana wewe sikiliza, mtu ashakamatwa, amezikwa, amekufa. Baada ya siku 3 mji mzima umekaa kimya. Aliwapataje wale wanafunzi wote? Maandiko yanasema walikuwa 120 kidarini. Walipatikanaje? Ushasepa. Ile damu ilienda kuwasaka kila mahali, ikawatafuta, ikawakusanya watoto wa baba moja. Damu ile mwanangu, damu ni nzito kuliko maji, ikawakusanya. Yani nikimwangalia najua huyu ni mwenzangu, tunakusanya. Nikimwangalia ile damu inazungumza, huyu ni wetu, huyu naye huyu alikunywa. Wakakusanyikana watu 120 mwanangu. Walipatikanaje? Damu ikawakusanya. Hata hivyo na sisi tumekusanywa wote, generation wote, kwa damu ya mwanakondoo. Walio Marekani damu yetu ni ile ile, walio China ni damu hiyo hiyo, walio Dar es Salaam ni damu hiyo hiyo. Tukisema kwa damu ya mwanakondoo, ndio maana hauomi peke yako, kwa damu ya Yesu ni watu wengi wote tunakusanywa. Haleluya. Hebu sema kwa damu ya Yesu. Sema tena, kwa damu ya Yesu. Hivi unafikiri kwa nini mashetani wanaogopa hiyo damu? Kwa nini unafikiri wanaogopa? Nitakuelekeza huko mbele na kuelekea. Unanipata? Oya. Nikusomee sasa.
Hebu sema tena, kwa damu ya Yesu. Sema tena, kwa damu ya Yesu. Kwa hiyo maisha yetu yamejengwa juu ya nini? Ya msalaba. Maisha yetu yamejengwa juu ya nini? Mwambie, maisha yetu yamejengwa juu ya msalaba. Msalaba sisi kwetu ni nguvu. Msalaba sisi kwetu ni ufufuo. Juzi nimesikia shehe mmoja mshenzi anasema wewe, huyu Gwajima yeye anafufua. Kwanza aliwahi kufufua wapi? Anasema Qur'ani nzima haiamini kufufua wafu. Wewe unasemaje? Kwanza serikali imekusamehe. Sikiliza. Na shehe, kama unanisikiza, niko online, nisikitafute unisikilize shenzi kabisa. Nisikilize vizuri. Yaani kwenye Ukristo ukitoa kufufuka, kufa na kufufuka, maana yake hakuna Ukristo hapo. Ni janja. Yaani narudia tena, kwenye Ukristo ukitoa kufa na kufufuka, zingine ni janja. Tuko hapa kwa sababu mwamba alitoka kwenye wafu. Ndio maana tunaita watu watu wanarudi. Nyesi mashahidi. Tukiitaga njosi wanakuja. Wako wapi? Maana ile sauti, ile nguvu ya msalaba ni nguvu ya ufufuo. Yesu alisemaje? Mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye ndimi mimi huo ufufuo na nini? Na kwa aliyeingia ndani. Hata hivyo ndani yetu sisi tumepokea nguvu ya ufufuo. Ndani yetu sisi tumepokea nguvu ya ufufuo mwanangu. Na mimi natangaza kwenye hizi siku 3 za semina, mwanangu, mambo yako yaliyokufa yaamke tena. Biashara iliyokufa yaamke tena. Akili iliyokufa yaamke tena. Moyo uliokufa waamke tena. Hebu sema naamka. Haleluya. Wewe mimi nasambia wajiandae. Yaulize mawe na wale walinzi waliokuwa kwenye kaburi la Bwana Yesu wakati anakuja. Waulize nini kiliwapata. Mwanangu, kila aliyekalia jiwe, aliyekaa pale, aliyelinda kaburi lako usitoke, mwambie jiandae. Iko nguvu inayokuja ya baraka. Haleluya. Iko nguvu inayokuja. Hebu sema, kila mawe yao kwa damu ya Yesu, sema yanaondoshwa. Haleluya. Wanafanya mtani nini ndugu yangu wewe? Yaani sisi ndio maana hata majini tunafuata msikitini huko tunayabwengua, kwenye mashimo tunayabwengua, kila mahali tunabwengua. Unasemaje hatuna nguvu ya ufufuo na uzima wewe? Unasemaje? Mwanangu, wafuga majini wenyewe wanalalamika mnatuharibia majini yao. Uliza kama kuna yote hapa anafuga jini hapa. Yashapigwa, hakuna jini laka. Unasemaje wewe? Nini? Hiyo nguvu ya ufufuo na uzima mwanangu. Tukipiga tumepiga. Tukipiga tunaua kabisa. Hebu sema, tukipiga tunaua kabisa. Haleluya. Na nguvu yako sasa leo nataka tusambae tena. Tuwaijie hapo walipo. Tusambae tena. Nini? Uliyezani amekufa ameamka tena. Uliyezani ameisha ameamka tena. Mwambie mwenzako, sisi unaona tunaishi ila tulishakufa. Tukiamua kutembelea tunakutembelea. Tulikufa ila tunaishi. Tulikufa kitu tunaishi. Haleluya. Uko tayari mwanangu? Unawasukia, wasukie mwangaza, wasukie. Wewe ni nuru, wasukie. Wasukie. Haleluya. Wanaleta utani hapa mjini. Haleluya. Yesu anasemaje? Mimi ndimi. Yohana 11 mstari wa 24 na 25. Hebu tusomee mwanangu taratibu haraka, kama unaweza kutusaidia hapo. Rakapashakapata rekeposokutushakata rataparabasatata heria makapasha palaba rakapasakatata heria makapatapa. Nilikuwa nawaza labda angelipatikana papa mmoja amwage damu yake, sawa. Angepatikana mtume mmoja amwage damu, sawa. Kumbe hata Muhammad naye hajamwaga hata damu. Hakuna hata papa ile mmoja hajamwaga damu, ila yuko mwamba mmoja aliyeimwaga damu yake. Sasa mwanangu, kumwaga damu sio jambo dogo, unaelewa? Alafu bado amemwaga damu na akashuhudiwa kuwa anaishi mjini. Leta mtani. Na akashuhudiwa nini? Hata siku ile anaondoka, kila jicho lilimuona. Aliyekufa siku tatu, yani amekufa kwa siku 3, akachomoka kwenye makaburi. Siku hiyo anasepa kwa baba yake, kila jicho limuona live. Wakasema, na akamwambia, kama mlivyoniona nasepa, subiri tena kuja muda sio mrefu. Na wewe wajiandae. Kama ramasapata. Hebu somea hapo. Soma hapo.
Yohana 11 mstari wa 25, 24. Martha akamwambia, najua ya kuwa Martha akamwambia, najua ya kuwa atafufuka katika nini? Ufufuo wa siku ya mwisho. Unaona mambo ya dada yake Lazaro. Yesu anamwambia huyu, mimi sasa hivi namuendea hapo alipo amelala, namuendea. Martha anajaribu kuwaza, unamaanishaje? Baada ya miaka mingi sana, anajua siku ya mwisho. Mwambie mwenzako usikalili maisha. Ndio huyo sheka, kalili maisha. Sisi tunakuelekeza huyu kabisa ambaye alifuka hata kabla mambo yenyewe hajafa. Yaani kuonesha kwamba mimi ndimi ufufuo na uzima, mimi ndimi. Yaani nisikiliza. Maamuzi ya Yesu kuingia ndani yetu sote ni ili asaidie wafufuke wengi mjini. Yaani nilitamani aje nimjibu tu mwenyewe. Mimi mwenyewe nimeshiriki mazoezi zaidi ya 4 ya kufufua. Nitaani nimjibu mwenyewe. Njoo nikuoneshe. Unajua kama anakaa jini akamsaidii, sisi aje tumsaidie. Tulienee ni zaidi ya jini. Tukiamuru aliyekufa narudi. Haleluya. Haleluya. Kwanza tu angeelewa, ninyi zamani, nyie hapa wote mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi. Hizi zenyewe zilikuwa ni maiti zinatembea. Bwana akazifanyia mfano zikaamka tena. Sisi tuliokuwa maiti hapo tumeamka tena. Hata hiyo ndio ingekutosha basi, jua hata hiyo. Hata hiyo ujui hebu sema tumeamka sisi kutoka kwenye wafu. Martha akamwambiaje? Najua ya kuwa atafuka siku ya nini? Ya mwisho. 25. Yesu akamwambia, sikiliza. Yesu anamwambiaje? Mimi ndimi huo ufufuo na nini? Mimi ndimi huo ufufuo na nini? Yeye aniaminie mimi, kama amekufa nikagundua ushe naye kafa, itakiwa tumwamshe, tumsaidie amke. Nini kafa huyu? Yeye aniaminie mimi, ajapokuwa amekufa atafanyaje? Atafanyaje? Anafanyaje? Hebu sema wanaishi leo kwa jina la Yesu. Na ndio maana tunataka tutumie nguvu ya msalaba mwanangu. Kila kilichokufa kiishi. Hivi mnaelewa kwamba Yesu alikufa ili sisi tuishi? Mnaelewa kwamba Yesu alikufa sisi tuishi? Na ndio maana sasa hakuna maana sasa yeye kufa kama watu hawaishi. Unajuaje? Unajuaje? Nikuoneshe Zakasaka lilipotokea, sio? Can I show you? Nikuoneshe. Twende kitabu cha Marko sura ya 15. Sura ya 15. Nataka nikuoneshe akiwa kwanza kwenye msalaba. Tushuke uone kilichokuwa kinatokea. Mpaka anakufa, yani ile jioni anakamatwa, uone nini kilichokuwa kinatokea. Kama sio watu kuishi. Hebu sema katika jina la Yesu. Aliyepotea, aliyekufa anaishi tena kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Aliyechukuliwa nyota, aliyechukuliwa akili, macho yake, miguu yake, sema leo anaishi katika jina la Yesu. Anaishi kwa damu ya Yesu. Kesho nitakuelekeza kazi ya hii damu sasa, na ina nguvu gani sisi kwetu. Ndio maana unaona hata wachawi, waganga wanahangaika kunywa damu za watu. Ukimuuliza ulikuwa unakula nini? Watu wana damu, kwa walikuwa wanakunywa damu za watu wanakula. Umenielewa? Si unajua damu ikigandamana inakuwa nyama. Si mnaelewa? Damu ikigandamana zinakuwa nyama. Wale wanasayansi wa biolojia, inaanzaga nini mpaka inafikia tishu? Inaanzaga nini? Seli. Ikitoka seli inaenda nini? Saidia wanasayansi hapa. Ikitoka seli inakuja nini? Organ, si organi, si nini? Tishu, si nini? System. Utaelewa mwenyewe. Na kuelekeza kwamba ni mkusanyiko tu mpaka unakiona kiumbe. Ila ilianza ikiwa ni damu. Umeelewa?
Umeelewa? Mwambie leo nakuja kwa damu ya Yesu. Twende tuanzie mstari wa 17. Warau tushuke pamoja haraka. Tatu tufanye haraka. Tuanzie mstari wa 17 au 30 kabisa. Twende 30. Wakamvika ebu anzia 17 hiyo. Tunasoma tu kwanza, si ndio? Tuanzie 17, weka ile 17. Nataka tusome tu. Marko 15 mstari wa 17. Wakamvika vazi la rangi ya zambarau, wakasokota taji ya miba, wakamtia kichwani. Mwambie taji ya miba kichwani. Hiyo ni ya muhimu. Kesho taielezea taji ya miba kichwani maana yake ni nini. Sawa sawa. Twende. Mstari wa 18. Wakaanza kumsalimu salamu mfalme wa Wayahudi. Baada ya taji, salamu zinazosalimiwaje? Wakaanza kumsalimu salamu mfalme wa Wayahudi. Twende. Ndivyo alivyo, lakini ndivyo alivyo. Wakampiga mwanzi wa kichwa, wakamtemea mate, wakapiga magoti, wakamsujudia. Fikiria wanemtemea ila bado wanamuinamia. Fikiria wanemtemea ila bado wanamuinamia. Wanemtemea ila wanamuinamia. Mwanangu, naamuru wote wakuinamie kwa jina la Yesu. Hata anayejaribu kurogaroga kuinamie. Hebu sema wainame wote. Haleluya. Umeelewa sasa? Yaani kuna kanamna kwamba wanajaribu kushindana na wewe, lakini mwishoni tu lazima wakubaliane na ulivyo. Twende mstari wa 20. Rakapasakata. Hata wakiisha kumdhihaki, hata akiisha kumdhihaki, wakamvua ile vazi la rangi ya zambarau, wakamvika mavazi yake mwenyewe, wakamchukua nje ili wafanyeje? Wamsurubishe. Twende. 21 haraka mwanangu. Wakamshurutisha. Twende. Mtu aliyekuwa akipita, yani wakamwona Mwafrika mmoja. Hapo sasa ndo pale Jessica anapoingia. Hapo ndo ambapo Mary wanamuingiza yeye. Hapo ndo ambaye Mrwanda naye anaingia, Mburundi anaingia, watu weusi sasa. Walipomwona mtu mweusi anapita, wakamshurutisha Mwafrika huyo, Simoni Mkelene, wakamshurutisha. Alikuwa anapita anatoka kwenye mashamba yake, Simoni Mkelene. Wakamwambia ambaye ni baba yake Iskanda na Rufo, ili auchukue msalaba wake, saidia na wewe. Kumbe sasa mwisho na sisi tumo tena. Mungu ameamua na sisi tuingie, tusaidie watu kwenye kunyanyua msalaba. Haleluya. Msalaba kwa mara mwisho umebebwa na Mwafrika. Ndio natokea mimi. Yaani tunawaendea na wazungu kuwasaidia hapo sasa. Hapo lazima ndo watakapoelewa show. Haleluya. Unaelewa sasa? Huyu Mwafrika ametokea na yeye anabeba msalaba ule ule ambaye Bwana itakiwa ubebe, anamsaidia. Huyu mwamba ni hatari mno. Anaame hebu sema na mimi leo nabeba msalaba huo. Nabeba msalaba kwa jina la Yesu. Haleluya. Upako wa siku za mwisho unabebwa na sisi. Sisi hapa unabebwa na sisi. Wazungu wakituangalia na tutamania, wanasema haya mambo vipi? Ndio tunarudisha misukule sisi hao. Ndio hao sasa. Haleluya. Twende kuonesha hili litimie. Mtu aliye amepita kutoka Misri akaja, ni mkombozi anatokea Misri. Misri ni kwa Afrika huko. Anatokea huko anakuja kusaidia. Hebu sema anatokea hapo. Wakamleta mpaka mahali palipo hapo Golgotha, yaani fuvu la kichwa. Kwa hiyo jamaa amemsaidia mwamba ule msalaba mpeke mpaka Golgotha. Twende mstari wa 22, 23. Wakampa mvinyo uliotiwa manemane asipokee. Hatukosi kuzijua fikira zao na hila zao. Mnataka afe kabla hajafanya jambo pale.
Kwa hiyo wamemletea mvinyo na una manemane, yani wameweka sumu ili ale afe. Mwambie hafi mtu hapo, hafi mtu hapo. Hivi umeelewa jamaa alikuwaje? Yani washamchapa viboko, yuko kwenye mikono yao, ila wanamwambia shika, hashiki. Shika, hashiki. Kiboko kinafuatia shika, hashiki. Mwambie kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa. Haleluya. Mstari wa 25, 24. Wakamsurubisha. Si amegoma kushika? Shika, hashiki. Wakamsurubisha, wakagawa mpaka na mavazi yake, yani chapa vichapa mpaka na mavazi yakachanika, wameyajaza kuwa damu yake. Wakagawa mavazi yake, wakapiga kura, kila mtu atwae nini. Ila fikiria, wanemchapa viboko, vazi lake lina madamu, ila sasa wanalazimika waligawane. Unaona ilivyo la thamani vazi lake, vazi lenye madamu. Kila mtu anakimbia na vazi lenye damu nyumbani. Simemchapa, amevaa vazi hilo hilo, ila sasa ajabu ni kwamba vazi lenye damu, kila mtu anakimbia na kipande cha damu, cha vazi la damu, haende nacho nyumbani ili kimsaidie baadaye. Washaona uwezo alionao huyu mwamba, washaona nguvu zilizopo. Haleluya. Heri ya makapasaba. Hebu sema kwa damu yake. Kwa hiyo unaona hawa wanufaika wa kwanza wa damu ya Yesu ni wale waliomtesa, kwa sababu walikimbia na kipande. Viboko vilikuwa vinaendelea, ila wakakimbia na kipande cha na wanapiga kura, yani wanagawana. Wadau, na mimi nipate, na mimi nipate, na mimi nipate kipande chenye damu. Mmeshamchapa, amejaa damu, mkakivua ile nguo yake, mnachana hebu sema kwa damu ya Yesu, vazi langu ni la thamani sana. Haleluya. Wakamsurubisha, wakagawa mavazi yake, wakayapigia kura, kila mtu atoe nini. Twende basi ilikuwa ni saa 3. Ilikuwa saa ngapi hiyo? Ilikuwa ni saa ngapi hiyo? Saa 3. Nao wakamsurubisha. Twende haraka. Palikuwa na anwani, hebu sema anwani ya mashtaka yake. Watu wamebeba mabango. Mabango yanasemaje mzee? Mabango yanasema, yameandikwa juu yake kwa herufi kubwa, yameandikwa kwa herufi kubwa, mfalme wa Wayahudi, mfalme wa Wayahudi. Mwanangu, na wewe leo tangaza, yeye ni mwana wa Mungu, mwana wa Mungu anakaa ndani yako. Tangaza leo, mfalme wa Wayahudi. Huyu ni mfalme wa Wayahudi, wewe ni mfalme wa Wandari, wewe ni mfalme wa Wasukuma, nipo hapo. Mfalme niko hapo, wa Wandende ule niko hapo, mfalme wa Waha niko hapo, mfalme wa Chaga niko hapo. Hebu sema mfalme. Anayebisha aseme. Mwambie mfalme wa Nyakyusa niko hapo. Wameandika pale mfalme. Hao wanahangaika na nani? Na mfalme wao. Hebu sema, hivi ndivyo nilivyo katika jina la Yesu. Taji anavikwaga mfalme, kwa kule kumvika ni kuamulia, ni ndivyo alivyo. Haleluya, haleluya. Hebu sema, mimi ni mfalme wao kwa damu ya Yesu. Ni mfalme wao kwa damu ya Yesu. Haleluya. Namfurahia huyu mwamba, yeye aliyechinjwa, alichinjwa akatunulia Mungu watu wa kila kabila. Angalia, kila nini. Hakuishia kwenye Wayahudi sasa, sababu hao Wayahudi washaona huyu ndo mwenyewe, ndo bosi wetu huyu. Umenielewa? Akanua watu wa kila kabila. Maana yake nini? Na Wasukuma humo ndani, Wanendeule humo ndani, Waha humo ndani, Waikizu humo ndani, Wanyiramba humo ndani, wote humo ndani. Umeelewa sasa? Alafu Mungu akakununua sasa, akakubadilisha. Ukiwa Msukuma akatukubadilisha usiwe tena Msukuma, akakufanya mfalme wa Wasukuma, mfalme wa Ikizu, mfalme wa watu. Amekununua, akakugeuzia title. Haleluya. Hebu sema, mimi ni mfalme. Takuonesha hapo mbele kwa nini nakwambia hivyo. Yesu hana choyo. Kwenye watu alionunua, sasa aliwafanya tukae pamoja naye. Tumekaa pamoja naye
si tulifufuka pamoja naye, tunakaa pamoja naye. Ile damu sasa ndio inayotufanya Baba tuone watu wa mtu mmoja. Damu, mwambie damu, mwambie damu. Takuonesha hapo mwishoni, lazima nimalize na hako. Twende, mwambie anwani yangu andika, mimi ni mfalme. Mwambie ndecho bango lako liandikwa hivi. Wachawi, waganga, wasoma nyota, waambie andikeni mabango yenu, nyanyweni, andika mimi ni mfalme, pisha niende. Haleluya. Twende. Na pamoja naye walisurubishwa wanyang'anyi wawili. Hebu sema wanyang'anyi wawili. Mmoja mkono wake wa kuume na mwingine mkono wake wa kushoto. Twende. Hawa ni wanyang'anyi. Umeelewa sasa eh? Hawa kawakuta hawana hadhi yoyote, ni wanyang'anyi, watu waliostahili kufa. Umenisikia? Umenisikia? Basi andiko likatimizwa linenalo, alihesabiwa pamoja na nani? Yeye aliye mtakatifu, mtu wa Mungu, akahesabiwa pamoja na nani? Andiko likatimia. Wacha kuhesabu, andiko yatimie, isiwe shida. Kuna mtu anajitetea sana. Unajua mimi sijafanya hiki. Usijitetee sana. Wacha kuhesabie. Baada ya muda itajulikana. Mwambie itajulikana. Ni kama machawa wanaotokea, wanadhani mzee Gwajima anaweza kuwajibu. Akujibu chawa. Wacha iende, baada ya muda itajulikana. Umenielewa? Basi andiko likatimia. Mstari wa 29. Twende. Nao waliokuwa wakipita njiani wakamtukana. Yani wanatukana, wakitikisa kichwa, wanatikisa vichwa vyao wakisema, wanasemaje? Wewe mwenyewe, yani wewe mwenye kulivunja hekalu, ulituambia wewe mwenye kulivunja hekalu na kulijenga katika siku 3, yani uko uchi hivi. Yani si wamekuta wamemweka barabarani kabisa, kila mtu anakuta jamani amemwaga mchele kwenye kuku wengi. Si wamemkuta uchi, washamnyang'anya baadhi yake, wote wamesepa nayo. Nyie zile picha mnazozionaga kwenye ma TV zile, wamemfunika hapa, huo ni uongo. Yule mwamba hakuwa amefunikwa, alikuwa uchi kabisa. Na ile ndo aibu kubwa kabisa kuliko aibu zote. Si mnakumbuka Adamu na Hawa walipokuwa kwenye bustani, walipokufa, si walijikuta wako uchi? Yesu akaja kuaibisha uchi wa mnyama, awaoneshe kwamba ndani nimevaa. Mimi nimerudi kwenye asili yangu ile ya kwanza iliyokuwa nayo Adamu na Hawa. Adamu na Hawa walipokufa walijikuta wako uchi, wakatafuta cha kuziba, sio? Ila Yesu anamalizia akiwa uchi, kuwaoneshea kwamba hii asili tushavuka sisi. Ndani nimevaa tayari, yani ndani yangu, ndani ya moyo nimevaa mimi. Haleluya. Uchi wa mtu sio uchi wa mnyama wa mwili. Umeelewa? Umeelewa? Akaprove, akamwambia sikilizeni, mimi mnayezani niko uchi, hapana aibu yoyote, nimevaa ushujaa tayari ndani. Baba ameniambia, Baba ameshaweka utukufu na kiti pamoja naye. Utukufu wote ni wa Baba, enzi yote niko pale pale. Haleluya. Umenielewa? Mtu aliyechukua sifa nyingi za Mungu, mtu aliyeketishwa pamoja na Baba, mtu ambaye tayari utukufu wote una yeye. Fanya mchezo wewe, mwambie nimevaa hapa. Mwambie tena nimevaa. Haleluya. Nao walipokuwa wakipita njiani wakatukana kabisa, wakasema jinga kabisa. Ni nini? Ni aibu sana kumkuta mwanaume yuko uchi. Ni nini? Ni aibu. Unaelewa? Yani manake hapo, nisikilize sasa vizuri. Ndio maana Biblia inasema alijitwika aibu ya msalaba. Aibu ipi? Kuchapa viboko mbona kawaida? Aibu ipi? Kilichoona aibu wakati wa Adamu na Hawa ni mwili. Walipojikuta wako mwili ndio waliona aibu. Umeelewa? Umeelewa? Sawa sawa. Sawa sawa. Sasa Yesu alitoa aibu yetu. Hebu sema alichukua aibu yetu. Na kuonesha ni aibu,
alikufa uchi kabisa, uchi. Kwa watu wakija wakiangalia vile, asema watu hawaangalii, wanafunika macho, wengine wanatema na mate chini. Asema hii laana kabisa, laana gani hii? Laana gani hii jamani? Laana gani hii jamani? Nini? Si unakumbuka ni laana? Nuhu alizaa watoto, mtoto mmoja wapo akaangalia uchi wake akaraniwa. Si umenielewa? Kwa wao wanasema hii laana gani tena imekuja mjini? Yaani wameweka ili tumwangalie tupate laana. Yaani umeweka ili tuangalie uchi wa mtu tupate laana. Anasema si wananchi wananielewa? Kwa hiyo nini? Alichukua laana yetu. Tuseme alichukua laana. Wow. Pigie Bwana Yesu makofi mengi sana. Haleluya. Umeona nguvu ya msalaba? Ndio nakwambia maisha yetu yameunganishwa na msalaba. Sawa sawa? Yameunganishwa na nini? Msalaba. Twende sasa. Kwa sababu kilichomwagika kwenye msalaba ndio cha muhimu zaidi. Ndio cha muhimu. Ndio cha muhimu. Takuonesha msalaba ulitoa nini. Kwa sababu sasa amehangikwa pale. Twende mstari unaofuatia. Jamaa moja anamwambiaje? Jiponye nafsi yako ushuke msalabani. Wewe jiponye. Wewe uliyesema utalijenga hekalu lako, si jiponye nafsi yako. Mwambie jiponye nafsi yako. Shuka msalabani. Kadhalika wakuu na makuhani wakamdhihaki wao kwa wao pamoja na waandishi wakisemaje? Aliponya wengine, hawezi kujiponya mwenyewe. Mwambie tena, aliponya wengine, hawezi kujiponya mwenyewe. Mwambie niko kwenye shughuli maalum, sio issue ya kujiponya. Yaani hapa nataka atununue. Umenielewa mwanangu? Umenielewa? Umeelewa? Kujiponya mwenyewe ni issue ndogo tu. Ila nini? Ameamua na Jessica mchukue, achukue na Jakonda, achukue na Ayubu, achukue na nani. Ndio maana ilimlazimu alipowakuta wale wawili. Unaona, na hata aliyemkuta pale alimchukua. Kuna mmoja hapo alimchukua. Yaani mmoja hapo pale wale wawili, mmoja likajivaa kelele sema achana nalo nitalionyesha hili. Ili mwingine aliyesema jamani niponye, akamchukua. Umeelewa? Ndio maana dhambi kubwa mjini ni dhambi ya kutokuamini. Dhambi ya kutokuamini ndio dhambi kubwa itakayopeleka watu wengi jehanamu. Yaani hiyo dhambi itafanya watu wengi wawe moto. Si bora uzinzi? Bora uzinzi. Yaani nawaambia hivi, dhambi itakayopeleka watu wengi jehanamu ni dhambi ya kutokuamini. Kwa sababu nini? Asiyeamini amekwisha hukumiwa tayari. Hukumu yeye yenyewe ipo. Ipo tayari. Yaani asiyeamini ameshahukumiwa. Hebu sema mimi nimeamini. Jamani, usijiponye mwenyewe. Na waandishi wakasema hawezi kujiponya mwenyewe. Mstari wa 32. Haraka. Kristo. Wanasemaje? Kristo mfalme wa Israeli na ashuka sasa msalabani. Wewe si Kristo tuambia? Wewe si mfalme wa Israeli? Shuka msalabani. Mwanangu, hii inanijengea jambo moja, kwamba hata kama utakutana na magumu hayajaondoa utambulisho wako vile vile. Huyu yeye alidhihakiwa kiwango cha kusema baba, kweli mimi mwana wa Mungu niko hivi. Mwana wa Mungu bado ni mwana wa Mungu hivyo mwanangu. Narudia tena, bado ni mwana wa Mungu. Kuna mwingine anaangalia magumu anayopitia kidogo. Hasa kweli mimi nitakuwa mwana wa Mungu kabisa. Mwenzako angalia hapo. Yuko uchi, kanyang'anywa kachapwa viboko, kila mali manundu, mikono ameitoboa. Wametoboa mikono bado anapumua, hajafa bado. Yaani mikono ameitoboa kabla hajafa. Umenielewa? Sawa sawa? Ila haijaondoa ule utambulisho wake ni mwana wa Mungu. Haijaondoa. Na bado watu wanakuja kumsema vile alivyowaambia. Yeye nani? Kristo. Wanasema wewe si mfalme wa Israeli. Na ushuke sasa. Shuka sasa msalaba tupate kuona na kuamini. Wapate kufanyeje? Kumbe inaonekana hawa wanamsulubu kwa sababu hawaamini. Hawaamini nini? Jambo la kwanza, hawaamini kwamba ni Kristo.
Hawaamini nini? Hawaamini kwamba ni mfalme wa Israeli. Hawaamini nini? Hawaamini kwamba atalijenga hekalu lake sasa siku 3 najenga, kwamba atatoka kwenye wafu. Hawaamini mambo hayo. Sisi mambo hayo tumechagua kuiamini milele kwa jina la Yesu. Tumechagua kuiamini milele. Haleluya. Na imani yetu haikanushiki kwenye hili mpaka kesho tunaamini. Mwambie mwenzako mpaka kesho tunaamini. Hata wale waliosulubiwa pamoja naye wakamfyorea. Mmoja hapo, walikuwa wengi. Kuna wale waliosulubishwa pamoja naye, wengine wakamfyorea. Tuone mstari wa 33. Haraka haraka mwanangu. Naye na ilipokuwa saa ngapi hiyo? Saa ngapi hiyo? Saa 6 jamani. Saa 6 ni mchana au ni usiku? Ni mchana au ni usiku? Jamaa mmoja akaamua, si wamemfyorea? Si wamemfyorea? Wale waliosulubiwa pamoja naye, yeye anapambana walau naye awachukua wabebe wote, awasaidia wabebe wote, wakamfyorea. Na ilipofika saa 6, nini kilitokea? Palikuwa na giza juu ya nchi yote. Hata saa ngapi? Masaa 3 mnatafutana. Jessica yuko wapi? Haonekani. Mama yuko wapi? Hilo giza iliyoshuka mwanangu, hamna tochi itakusaidia hapo. Tochi yenyewe inaishia hapo. Kisima cha maji ya kuchota yeye hakionekani. Limekuwa giza totolo. Hicho yote ndani ya masaa 3 giza tu. Si wamemfyolea? Umeelewa? Lakini mwanangu, ndio maana lile andiko nasemaje? Njia zao ziwe giza na utelezi. Ni moja ya hukumu ya watu wanaokufyolea. Njia zao ziwe giza na utelezi. Hebu sema njia zao ziwe giza na utelezi. Kila naye kufyolea, mwambie njia yako iwe giza na utelezi. Uteleze kila mahali. Yaani nini? Pakishakuwa giza, mti utauona, utajigonga tu. Jiwe leo unajigonga tu. Mwambie njia yako iwe giza na utelezi. Kila naye nifyolea njiani. Haleluya. Na hata ilipokuwa saa 6, palikuwa giza juu ya nini? Ya nchi yote. Hata saa ngapi? Hata saa ngapi? Unaelewa? Lakini usiku kaletwa ghafla. Mletee usiku, kila leo kuletea dharau. Kila leleta dharau mpelekee usiku. Mwambie rara kwanza kidogo, tuliacha wenzako tufanye kazi. Haleluya. Twende. Na saa 9 Yesu akapaza sauti yake. Tusome 1, 2, 3. Na saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu. Anasemaje? Eloi, Eloi, lama sabakthani. Maana yake, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona unaniacha? Mbona umeniacha? Umeelewa nini? Umeelewa? Anamwambia Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Alipozichukua dhambi sasa, pala shazikusanya. Sigiza lishatanda. Amebaki nuru mwenyewe peke yake. Hapo ndo utakapokuona raha ya kuwa nuru sasa mzee. Hapo ndo raha ya kuwa nuru. Umenielewa? Giza limetanda. Analiaje? Eloi, Eloi, lama sabakthani. Mbona umeniacha? Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Saa hiyo dhambi zote ashazichukua. Ukichukua giza, ukichukua dhambi na wewe unakuwa giza. Narudia tena. Ukizichukua dhambi za watu na unakuwa nini? Kile kitendo ameanza kukusanya Jessica, ameanza kukusanya nani? Ameanza kukusanya giza hilo. Nini tena? Nuru yake kama inaondoka vile. Mimi nikwambie mwanangu, Biblia inasema nayo nuru yashinda kutokea wapi? Gizani. Ili tukuone mshindi, tokea kwanza kwenye giza, uje tuone wewe umeshinda. Somo kwenye nuru wewe umeshindaje? Ili tukuone ni mshindi,
tukuletee giza totoro alafu liwashe lote. Mungu Biblia inasema Mungu hapo mwanzo Mungu alisema mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu. Juu ya vilindi vya uso wa maji kulikuwa na nini? Giza. Mungu akasema sasa iwe nuru, kutokea kwenye giza iwe nuru. Nuru ikawa. Maana yake kama lile giza watu wakasema ondoka iwe giza, basi wewe ni nuru. Haleluya. Umeelewa sasa? Twende mstari wa 35. Tao angalia kitu hapo. Na baadhi yao waliosimama pale walisema, tazama, alikuwa ananena kwa lugha. Haya maneno hayakuwa ya kilugha cha kawaida. Unaona mwandishi mwenyewe anaitaje? Eroi. Eroi. Wao walisikia nani? Elia. 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 Mwanangu, ndio maana nakusisitiza sana, nena kwa lugha. Wakati huko hera kapa heroi, hera makapa heroi, wao wanasikia Musa, kumbe wewe ni mambo mengine kabisa. Hapo unateta na Bwana, kwa sababu kama wangelielewa anachokiongea dhihaka zingeongezeka. Sasa hivi nini? Ameongea kwa lugha hawaelewi. Wanaita Elia, Elia. Mwanangu, zungumza kwa lugha. Haleluya. Umeona raha sasa? Umenielewa? Akapaza sauti kubwa. Ndio maana nakwambia mwamba alijifunza mazingira, yeye tu ni kunena kwa lugha. Alipokuwa ananena kwa lugha, sababu hao wengine wameshakunywa damu moja, wanaelewa. Umeelewa? Damu inatufanya tuweze kuongea lugha moja. Uweze kaniambia mimi nimetoka kwenye tumbo moja na mdogo wangu niongee kilugha sinielewe. Damu ni ile ile. Ulimi yani unafuatisha mule. Haleluya. Muulize wewe amekuelewa kweli? Muulize wewe ameelewa kweli? Baadhi yao waliosema wanasema anamuita nani? Elia. Waambie endeleeni. Twende. Na mmoja, sema na mmoja akaenda mbio akajaza sifongo. Siki, yani sifongo. Unajua wale wanaopigana ngumi wale, wanapigana ngumi. Kuna vidude vya baridi vya ganzi wanavyokula vile kama siki. Akivira kinywa kinakuwa kama cha ganzi. Kwa watu kimpiga ngumi hasikii. Umenielewa? Wamama mnawahi kujifungua kwa operation, sifuakana kaganzi unachomwagwa hivi. Ukichomwa hivi unasikia kama tu, unasikia kama naye chinja na chinja tu kawaida, alafu uelewi chochote huko. Kale ni kasiki. Akaifanyaje? Akaitia juu ya mwanzi, akamnywesha. Ili nini? Hapo walizani sasa ni yale maumivu makali. Umenielewa? Ni kama vile mwanangu akikuona nena kwa lugha heri ya baka wanadhani ni uchungu. Hakuna ka connect na mbinguni. Moja kaya mnywesha dhani ana maumivu makali, ndio maana analia. Sasa ameongea kwa sauti kuu. Oya, sasa anaongea kwa sauti kuu. Kumbe unaona kunena kulianzia hapo. Sisi ndo tulipojua kwamba unaweza connect na Yehova. Watu wasielewe. Haleluya. Hebu sema tunawachanganya sana. Wakamnywesha wakisema, acheni tuone kwamba Elia anakuja kumteremsha. Siwashaona nini? Maumivu anjama warau tuone, mpunguzieni maumivu asubirie. Kumbe mwenzao yuko rakapashatata. Era makapasata. Anamwambia Mungu wangu, Mungu mbona umeniacha hapo? Era kapa hili giza sielewi. Era makapa. No, ashuke ili nini? Wacha uone kilichotokea. Kutokea kwenye lile giza, nataka kuone kilichofanyika. Twende mstari unaofuatia. Naye Yesu akatoa sauti kuu, akakata roho. Naye Yesu akatoa sauti kuu, akakata roho. Alipokata roho, angalia kilichotokea sasa. Haya nayaita ni matokeo ya kunena kwa lugha kwa Yesu. Nini kilichotokea? Kuna pazia la hekalu likapasuka vipande viwili. Toka juu hata wapi? Silinganzia chini ambako analifunua haraka haraka. Pazia waliishaki kuanzia juu. Kama nyinyi nani wazuri wa mapazia. Lazima liishe chini kwa sababu ndio juu ufikii. Chini hapa ndo penyewe linaisha haraka. Likachanika kutokea juu. Nini?
alipokuwa ananena kwa lugha, mwanangu, ni nguvu inayopasua vitu kutokea juu kuja chini. Ni nguvu inayopasua vitu kutokea juu kuja chini. Hebu sema leo napasua pasua. Sema tena napasua pasua. Haleluya. Rakapasekepe. Hera mashapala wala. Likapasuka pazia la hekalu. Jambo la kwanza nini? Pazia la hekalu. Pazia la hekalu ni kwamba ni uzio lilikuwa limewazuia watu wasione mahali patakatifu pa patakatifu. Pazia la hekalu. Wanawake walikuwa na sehemu yao, wanaume wako kama ilivyo misikitini leo. Kwa wale nao wanahitaji washukie rakapata pasua hilo pazia la hekalu. Siku likipasuka utaona shehe amekaa na yule mwanamama. Wote mmoja amevaa hijabu, wengine wanaswali kwa Mungu mmoja. Wao wako vile kwa sababu pazia la hekalu halijapasuka. Na sisi ndio tunawapasulia, tunawasaidia. Tunawasaidia, mwambie mwenzako tunawasaidia. Ndio maana wanapinga nguvu ya ufufuo. Ili nini? Waendelee kurogana hivi. Si tushapasua, mwambie tumepasua. Mwambie leo tumepasua. Pazia la hekalu likapasuka vipande viwili, toka juu hata chini. Toka juu hata, hebu sema napasua. Maana ukitukuta tuko tunaomba heri ya makapa napasua. Wewe jiongeze pale. Kuna vitu vinapasuka tu. Maana yake kila uzio uliowekwa mbele yako unapasuka. Kila kizuizi kilichowekwa mbele yako kinapasuka. Ukuta uliowekwa mbele yako unapasuka. Hebu sema napasua, napasua. Sema napasua. Sema napasua. Haleluya. Hiyo ndo raha yake. Kwa hiyo mwamba, unaona matokeo, yuko ananena na Baba. Sawa sawa eh? Sawa sawa eh? Twende. Sawa, nafuatia. Basi yule akida aliyesimama hapo akimwelekea, alipoona ya kuwa alikata roho jinsi hii, akasema hakika jamani, watu kufa si kawaida. Watu kufa si kawaida. Kifo cha huyu kina nini hicho unakiona hapa? Jamaa alipoona amekufa anasemaje? Hakika mtu huyu alikuwa nani? Alikuwa nani? Alikuwa nani? Wana wa Mungu hawauawi. Yani alivyomaliza kunena rakapata hera mama masokoto shata, baba shafika akasepa naye mtoto. Nini anajuaga wenzie kifo cha wengine ni tofauti na hichi. Akasema hakika yuko yule jamaa anasimamia misiba, anajua wanavyokufa watu pale. Ila kwa namna hii, yani katoka kwenye mazungumzo, anaongea rekapata hera makapai roi. Baada ya hapo kasepa. Akasema hakika. Hebu sema hakika. Huyu ni nani? Hebu sema mtu huyu alikuwa mwana wa nani? Hivi umegundua nini? Umegundua nini? Kifo chake, yani alivyokata moto ni ya tofauti. Hebu sema hakuna anayeweza kuniua mimi. Mwana wa Mungu hauawi. Mwambie tena hauawi. Mwambie hauawi. Umeelewa eh? Umeelewa eh? Yani ni kwamba ukimaliza kazi unachomoka tu na sepa. Aro. Sasa tunaofuatia tumalizie. Rakapasa katapa. Palikuwako na wanawake Palikuwako na wanawake wakitazama kwa mbali, miongoni mwao alikuwemo Mariamu Magdalena. Nini hawa wanawake wa ajabu? Raha ya hawa wanawake itakuja kwa Ijumaa hivi nitakuelekeza raha ya hawa wanawake. Wanatazama namna jinsi kifo kuwa na nguvu hivi. Kwa mbali wanatazama. Wanaangalia nini? Kushuhudia kifo cha mwamba ni cha muhimu mno. Yaani hawa akida na wasimulia, akida huyu, pagani huyu, hawasimulia hakika alivyokufa huyu alikuwa kulikuwepo na wanawake wajanja wanafuatilia kwa siri nini kinaendelea. Nini? Maanake maisha yao yako connected na huu msalaba wao. Maisha yao yako connected mwanangu. Hebu sema na mimi maisha yangu yameunganishwa na nguvu ya msalaba kwa damu ya Yesu.
Haleluya. Alikuwemo Mariamu Magdalena na Mariamu mama yao Yakobo mdogo na Yose na Salome. Hao walikuwepo wanaangalia. Hao ndio waliofuata naye huko Galilaya na kumtumikia, na wengine waliopanda pamoja naye mpaka wapi? Yerusalemu. Haleluya. Hebu simama sasa nikuoneshe. Simama, tusimame tuombe. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Haleluya. Hebu kaongeza ukastrini. Waebrania sura ya 2 mstari wa 11. Yeye atakasaye na wale wanaotakaswa wote watoka kwa mmoja. Damu ile imetufanya wote tuwe na baba mmoja. Yeye atakaswaye na yeye anayetakasa, sisi tunaotakaswa. Waebrania 2:11. Maana yeye atakasaye hao wanaotakaswa wote pia watoka kwa mmoja. Kwa ajili hii haoni haya kuwaita ndugu zake. Hii neno limesema ndugu zake. Kiingereza kinasema haoni haya kutuita kaka na dada. Yaani yeye ni kaka. Nini? Tumekunywa damu moja, tumeshiriki damu moja. Na ndio maana alipofufuka tu akawambia, naenda kwa Baba ambaye ni baba yenu. Amekuaje baba yetu? Sasa we baba yako ni baba aliyetoka kwenye wafu tayari. Sasa wewe ushakufa, umefufuka tayari. Unasemaje ni baba yetu? Maana yake kile kitendo, nilipokufa nilimchukua na Ayubu humo ndani, nilimchukua na Jessica tukafa pamoja. Kwa hiyo wote ni baba yetu, baba wa watu waliofufuka tayari. Hebu sema, kwa damu ya Yesu nilifufuka pamoja naye kwa njia ya msalaba. Katika jina la Yesu nilifufuka pamoja naye, ndani yake Mungu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Magonjwa yote niyarudisha msalabani, magonjwa yote niyarudisha msalabani kwa damu ya Yesu. Kuanzia sasa nayarudisha kwenye hukumu ya Mungu katika jina la Yesu. Piga kelele, sema amen. Ijumaa tafanya maombi na maombezi. Tawahi mapema. Sasa tutafungua watu. Amen. Amen. Nyanyua mikono yako juu sasa, nikubariki. Rakabasha katakabasokoto satata. Shando koposokotoko barabara. Baba, katika jina la Yesu nambariki mtu huyu kwa damu ya Yesu. Mikono hii naibariki. Nabariki kwa damu ya Yesu. Damu iliyomwagika kichwani katika jina la Yesu itakasa akili ya mtu huyu, macho ya mtu huyu, moyo wa mtu huyu kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Na mnunua mtu huyu. Jo. Heri ya makapasapa. Damu ya Yesu ifunike akili yake. Narudisha moyo wake, narudisha akili yake, narudisha maisha yake katika jina la Yesu. Sema asante Bwana Yesu kwa damu yako. Sema tena, asante Bwana Yesu kwa damu yako. Sema asante Bwana Yesu kwa damu yako. Damu ya Yesu yafunike maisha yangu katika jina la Yesu. Piga kelele, sema amen. Haleluya. Shika sadaka yako sasa, tumtolee Bwana Yesu. Kesho, naomba kesho jitahidi njoo na mtu. Amen. Wangapi wamebarikiwa? Nataka kila mmoja kutoka hapo akalike hata watu 3 4. Hata kama ni msharika leo hujamuona hapa, mwalike. Sawa ndugu yangu? Umenielewa?